الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد tunaendelea na darasa zetu. Darasa hizi zimechukua katika kuelezea hizi wasaya al-ashr nasaha za Mola Subhanahu wa Ta'ala ambazo tumezielezea katika surati Al-An'am aya 151, 152, 153. Dhalikum wasaakum bihi la'allakum ta'qilun. Na aya pili ilikuja dhalikum wasaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Halafu aya 353 katika surati Al-An'am baada kuzielezea nasaha dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Ta'qilun mpime katika akili zenu, tadhakkarun yunikumbusho kwenu na kukumbuka, halafu baadaye ingie cha Mungu ndani ya zenu. Dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Mambo 10 yale tuliyosoma katika surati Al-An'am unakuta tena katika surati Isra, na tumeshaeleza tokea katika aya 22 kutokumshirikisha Mwenyezi Mungu, kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, kuwafanyia wema wazee wawili na kuwarehemu kwa kila njia na kuonea huruma, na kazungumza tena kuwapa haki zao ulil qurba wal yatama wal masakin. Al-yatama hajataja hapa, ulil qurba wal masakin wa ibn as-sabil, kwa sababu yatima inakuja aya zao pekee yao chini. Kwa hivyo ulil qurba majamaa wana haki juu yako wewe, juu kwamba haki ya kuwazuru na kujulia hali na kushirikiana katika shida zao na furaha zao na kila kitu chao. Ulil qurba na haki ya kujenga undugu baina yako wewe na wao, ili muwe mnasaidiana, mnapendana, mnafanya mambo kwa pamoja. Mkinopokuwa kwa pamoja, al-ittihadu quwwa, kwa pamoja ni nguvu. Nguvu na mapenzi ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu anapenda. Analipenda sana. Hakuna jambo Mwenyezi Mungu analipenda kama watu kusikilizana na kuwa kitu kimoja. Hata nahimiza mnataka muwe waumini kweli, innamal mu'minuna ndio nasema katika aya waumini ni ikhwa, innamal mu'minuna ikhwa, ni ndugu. Kuna ukhuwa, undugu baina ya waumini kwa waumini. Naam. Na hivyo ndivyo rehema za Mwenyezi Mungu zinashuka. Inna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum, suluhisheni baina ndugu zenu ili zishuke rehema za Mwenyezi Mungu, la'allakum turhamun. Kwa hivyo hapa baadaye tukazungumza katika hizo aya za surati Isra kwamba tusifanye tabdhiri na fujo na kupoteza mali bure, hasa ikiwa kwa mambo ya haramu ndo kabisa. Ikiwa ya halali inakatazwa kufanya israfu, kefu kwa mambo haramu. Hata akasema kwamba tabdhir, innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin, ni ndugu zao mashaitani. Shetani ndio anawahimiza wale, anapenda watu wenye kupoteza pesa, kupoteza mali bure bure tu. Manake mtu leo hata mtoto anaweza katika hawa kwamba mayatima wanaozuia pesa zao msiwape, ukiona hapa na bado hawajawa na akili za kutosha sawa sawa, wanaziharibu pesa. Kwa watu wazima wanakatazwa wasitumie kwa fujo. Lazima dini katika nidhamu yake ya kufundisha watu namna gani kuishi kwa salama na amani na mapenzi, ni katika jumla mambo haya yanakuja hii kauli kwamba nini, hata mayatama wao wanashughulikiwa na wasipewe mali zao ila wanapokuwa na akili timamu, wasije wakaziharibu wakazipoteza. Na hapa kwanza hizi mubadhirina kana ikhwana shayatin, wanakataza ubadhirifu watu wazima. Tutakuja msaza ya mayatima baadaye. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Kwa wale watu ambao umezoea kuwapa siku unapokuwa huna, ulazimishwi lazima utoe na huna. Mwenyezi Mungu hajakujalia uwe nazo, lakini uambie maneno mazuri ya kuwafurahisha, sio kuwakera wale ambao wenye haki zao juu yako. Dhul qurba, maskini,
msafiri ibn sabil na amekatikiwa, na kwa hivyo anahitajia msaada kwa wale mukimina wenye kukaa katika nchi ile, kwa hivyo anahitajia msaada. Halafu pia Mwenyezi Mungu anatupa nasaha ya katika kutumia matumizi yao ya kati na kati, yasiwe katika ubakhili wala katika kutumia kwa fujo na ubadhirifu. Halafu ikisha ikaja kutuambia aya hizi, msiuwe watoto wenu khashyata imlaqin, kwa kuogopa ufakiri. Allah ndio mwenye kuwazuku wao na nyinyi, kwa hivyo kufanya hivyo inakuwa ni kosa kubwa, dhambi kubwa sana, ism wa dhanbun adhim, khit'an kabira, kosa kubwa sana. Halafu juzi tukaelezea wala taqrabu zina, msisogelee kabisa jambo hili la uzinifu, msizini wala msisogelee uzinifu, msikurubie uzinzi kabisa. Inao kana fahishatan wa saa sabila, hakika ni njia mbaya sana, ni njia hii, njia uchafu, njia mbaya, njia inakupeleka pabaya. Uzinifu unavunja heshima za aila za watu. Unategemea nini? Watu watalipa kisasi mpaka kukuondoa duniani. Naam, tutakubali ardhi yake, heshima yake kumharibia. Naam, ndio kwa maana ikawekwa hukumu kubwa sana kwa athayibu zani, alioa au kuolewa kazini, pigwa mawe mpaka kufa. Tukaja maudhui ya nini, wala taqtulu nafsa allati harama Allah illa bil haqq. Hapa tulisimamia jana kwamba msiue nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha mtu kuitoa nafsi bure bure, kwa sababu yeye ndio aliyeumba na yeye ndio anayechukua jukumu la kuliendesha nafsi ile mpaka siku ya mwisho yake. Hana mtu haki yoyote ya kuondoa roho ya mtu ila kwa zile sheria alizopanga Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana kupeni ruhusa kuwaua wale aina hizi tatu: anayeua kulipa kisasi, anayezini, aliyeoa na kuolewa, ama siolewa wala kuoa basi upigwa viboko tu. Na jambo la tatu, murtadi, anaitoka katika dini, ridda. Baadaye tukasema kwamba hapa yule anayeua lazima na yeye auliwe. Moja katika shuruti hizi iwe nini? Kisasi. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه, na yule anayeuliwa kwa kuonewa, kudhulumiwa tu, tumempa power, tumempa nguvu, waliyihi, warishi wa mwenye kuuliwa yule, watu wake, baba, ndugu, kaka, mjomba, ami, wote hawa watu karibu naye, watu wa karibu na maiti, waliyi wake. Kumempa sultana nguvu za kuchukua nini, za kuchukua kisasi chao, kulipa na kuuliwa yule mtu aliyeua. Basi Mwenyezi Mungu anatuhimiza wala yusrif, fala yusrif fil qatl, asipindukie mpaka katika kuua, kama kwa katakata au kuua watu zaidi kuliko wale, au kumua mtu, utafuta mtu mwingine asema la, huyu hatumtaki, tunamtaka huyo baba lao hilo, huyo ndo ni hindo badala yake, hatumtaki sisi. Hata hivyo lisi hatukubali, mpaka haturidhiki mpaka yule mkubwa wao mwenye heshima katika watu, mwenye nini, hili jambo la hakuna, aliyeua yule yule. Kwa hivyo hapa asiuliwe mtu yote. Uqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Vile nafsi kwa nafsi, huru kwa huru, mtumwa kwa mtumwa, abdu kwa abdu, mwanamke kwa mwanamke, untha bil untha. Haya ndio yaliyohimizwa katika hizi aya za nasaha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Alafu leo tunakuja katika aya 34, wala taqrabu zina wala taqrabu mal al-yatim. Tumefika aya 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن
حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نعم. Tulisema jana kabla kwanza aya hii kwamba yule anayeua na kwa mujibu wa amri ya aya hii atekeleze maamrisho yaliokuja hapa, akubali, kwa sababu yule wali amepewa sultan ya kurejesha kulipa kisasi. Kwa hivyo ni mtu ambaye anatakiwa abebe sanda lake mwenyewe kwenda kwa wale waliomuua. Kwa yule aliyemuua na kwenda, hii sanda yangu, nimekuja mtekeleze haki yenu. Na hili moja muhimu sana kwamba unapokwenda mwenyewe hasa ikaingia huruma kwamba umejuta wewe sasa kama umefanya jambo hili na umekuja mwenyewe kwa radhi yako kwamba nini utolewe roho yako. Si kama mtu anayekimbia hataki mpaka katafutwe akamatwe, huyo tena kafanya maksudi, lakini huyu anajipeleka, bwana mimi nimekuja, nataka kutekeleza haki yenu, tekelezeni, kwa sababu mimi nimefanya kosa, nimeua na nakiri kosa langu, nataka kuingia peponi kwa njia ya hakika hasa. Chukueni haki yenu ili msinidai kesho kwa kiyama. Na hata kama unatazama hii aya imeanza vipi, tutakuja aya 34, basi tuimalize 33 kwanza. Kuna kitu muhimu hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyosema wala taqtulun nafsa allati, sababu mbili labda unaweza manake wenyewe mnayehutubiwa ni wingi nyinyi. Wala taqtul, mtu mmoja, wala taqtulu, sio wingi. Msiuwe nyinyi, sikilizeni, msiuwe. Ilikuwa kila mmoja ataua mmoja, itakuwa ni wala taqtuluni an-nufus nafsi nyingi, kwa sababu kila mmoja akishika panga lake kaua watu 100, mtaua watu 100. Wala taqtulun nufus. Lakini moja katika sababu subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam taban, wala taqtulun nafsa, maana si watu wengi tu, yule mmoja msiue. Sikwambii wengi, mmoja. Ujue umuhimu, thamani ya nafsi ya mtu katika katika nini, katika vipimo vya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wenyewe mnajua kitu kidogo kitokezea mbio unakimbia, unaogopa nafsi yako, kitu kidogo tu. Na wao utasikia mtume nini, sema ya Allah ya hafidh mtume atakusaidia nini? Kosa kubwa tunasema mtume mbio nakimbia, ndio mume hal huwa munqidhuka katika nini, katika hali iliyokuwa nayo yeye, ndio atakayokuokoa. Yeye hayupo, shafariki, nasema ya Allah ya hafidh hifadhna. Kwa hivyo hapa jambo moja mbio kwamba roho ni tamu, kila mmoja nini anaiogopa, anayengaenga, anailinda roho yake kwa kila njia asiingie katika mambo ya hatari ile ipo. Kwa hivyo nafsi ina umuhimu mbele ya Mwenyezi Mungu aliyeumba, akifanya kitu tunu, nafsi ikitoka ndo khalas. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anakataza hata nini, mtu mmoja. Kwa Mwenyezi Mungu ni jambo kubwa sana, ni kosa kubwa sana. Kwa hivyo wanaposema wala taqtulu, nyote nyinyi msiue hata nafsi moja. Hilo moja. La pili, kama anavyosema Sheikh Sharawi kwamba hii nafsi moja hata Mwenyezi Mungu anataka, anavyosema Sheikh Sharawi, anataka kuijalia kutoka nafsi wahida masulia liljamii ni responsibility ya nini, ya jamii nzima wanaoishi katika qaria, katika mji, katika ni masulia, kila mmoja ajue kwamba nafsi ile ina umuhimu kwa Mwenyezi Mungu. Kaiumba na nyinyi hamwezi kuiumba, iache hivyo. Kwa hivyo hapa nafsi moja kwa Mwenyezi Mungu ni kubwa, kefu ikiwa nafsi nyingi, ikiwa watu wengi. Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu anataka kujalia nafsi ile iwe inalindwa na jamii nzima, iwe inachungwa, iwe inaogopwa, mtu asisogelee kwa sababu hili ni jambo la haramu. Yeye ndiye aliyeumba na yeye ndiye mwenye haki kutoa atakavyo mwenyewe wakati atakao mwenyewe. Tunakwenda katika aya ya 34, wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Wala taqrabu mal al-yatim,
wala taqrabu mala al-yatimi, msisogelee mali ya yatima, msiakaribie mali ya yatima. Wala taqrabu mala al-yatim illa, isipokuwa billati hiya ahsan. Illa billati hiya ahsan istithna. Mambo mawili yametajwa hapa, kuto hata kufikiria pesa hizi nizitumie vipi ninapokuwa na haja, shida kubwa. Wala taqrabu, usisogelee kwenye mfuko wenyewe wenye pesa, usisogelee kiakili, kifikra, kama mimi kwa shida si bora nitakopa pale. Hata usifikirie ile kusogelea mali yatima, hata ile kufikiria, je, kwani nikitoa kidogo alafu nikalipa mwisho wa mwezi nitapata mshahara na imani yangu khalis kwamba nitarejesha. Taibu na ukifa baadaye utarejesha nini? Mshadhulumu yatima. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anatetea mali yatima katika aya mbalimbali, sura An-Nisa, sura hii, sura An-An'am, na mengi pengineyo. Hata kuhimiza ili kuzidi imani na kupungua kutokana na mayatima na kuwatazama. Araita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Huyu anayekadhibisha siku ya malipo, siku ya hisabu, huyu basi yule mtu ambaye anawafukuza na kuwashambulia na kuwatukana na kuwakaripia al-yatim. Halafu martaba ya pili nakuja, wala yahuddu ala ta'am al-miskin. Al-yatim ana haki katika jamii. Yatim ni mtu ambaye aliyepoteza babake. Al-yatim fi al-insan alladhi faqada abah, alladhi faqada walidahu, aliyepoteza baba ni yatima. Kwa wanyama katika dabba wal hayawan, alladhi faqada ummuhu, ni mama kwa wanyama. Na anasema wa tuyur, yatima yule alladhi faqada abawayhi, wote wawili katika ndege, kwa sababu kila mmoja anashiriki katika nini? Kwa tazama vifaranga vyao. Wa a'zam yatim ala wajhi al-ard, a'zam yatim katika ardhi yote hii Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amefariki babake akiwa safarini, safari ya biashara. Safari ya biashara baada kuacha mbegu tahira katika tumbo la bibi Amina binti Wahab, akaenda safarini kwa safari ya biashara. Wakati wanarudi wakapitia Madina kwa wajomba zake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada kukaa hajaondoka masafa kidogo, akafariki njiani, wakamzika Madina, na yeye akiwa tumboni mwa mamake. لما تم شهران على أقوال المروية توفي بالمدينة أبوه عبد الله. ilipofika miezi miwili kwa kauli mashuhuri zinatajwa, Mtume صلى الله عليه وسلم akiwa katika tumbo la mamake, miezi miwili imepita tumboni, huku babake anafariki. Sheikh Kishki anapendeza anaposema, Sheikh Abdul Hamid Kishki, mmoja katika maustadhi wangu mambo ya dini, ni keseti zake Sheikh Abdul Hamid Kishki rahmatullah alayhi, anasema mata abuhu, babake amefariki, ili anapozaliwa la yakulu abi abi bali yakulu rabbi rabbi. Asisemi abi abi basi asemi rabbi rabbi, awe baina yake na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Anasema اليتم هو يتيمة لفخر. اليتم فخر لأن سيد الأيتام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد الأيتام وانا ما يتيم وتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أنا وكافل اليتيم كهاتين. mimi na mwenye kumtazama yatima na kumkafili yatima na kumlisha na kumvisha na kumtazama, tuko hivi peponi. Hii ni martaba ya yatima. Na kauli kama hii itizame kwa undani wa maana. Huyu yatima si sana yule ambaye babake na mamake wako hai, anatizama kwa hali na mali na kila njia. Yule yatima ndio apuuzwe? La, Mwenyezi Mungu amemnua daraja kwa kupitia kauli kama hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba nini?
kwamba mimi na kafi yatima, akiwa nataka mtu stage ya juu kabisa peponi, basi tutakuwa hivi. Akanyosha sababa wal wusta, akaonesha kwa kidole cha shahada hichi na kidole cha kati kwamba tutakuwa hivi peponi. Hebu tizama na hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam anapotuhimiza, alam yajidka yatiman faawa. Allahu akbar. Hajakukuta ukiwa yatima akakutafutia pahala pa kukaa. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo uyatima Mwenyezi Mungu kajalia ni masulia ya jamii, kama ilivyokuwa nafsi ya kila mtu ni masulia ya jamii ya watu pamoja, kadhalika yatima. Hata dini inapotaka kwamba mtoto huyu anayefiwa na babake aone mababa kila pahala, kumtazama na kumpa msaada kila anayohitaji, hata asihisi unyonge kwa kuondokewa na mzee wake. Ni masulia ya watu. Hivi ndivyo walikuwa wakiishi masahaba wakati wao. Yatima akipewa heshima kubwa sana, bali kila mmoja alikuwa anatamani awe katika nyumba yake na yatima. Subhanallah. Tulikuwa na kisa, Abu Lubaba alikuwa na nyumba yake jirani, nyumba ya mayatima. Baina yao sehemu ndogo. Mtoto wale mayatima asema huu mti wetu, na yule Abu Lubaba anasema huu wangu. Wakaenda kushtakiana mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kaonekana kweli Abu Lubaba ni haki yake, si mayatima. Lakini unyonge wa yatima Mtume sallallahu alaihi wasallam kauhisi sana. Baada ya kisha kuhukumu kwamba ni Abu Lubaba, akamwendea Abu Lubaba na kuomba huu mtende mmoja au mitatu, inasemekana baina madhuku, katika mpaka baina zenu mbili, wape watoto mayatima na wewe walaka janna, starehe za pepo. Akamwambia ya Rasulullah, alikuwa mgumu kidogo Abu Lubaba, mimi siko tayari kumpa, ikiwa ni haki yangu wala sifanyi kosa kama sitotoa, basi sitaki kuwapa, na uhitajia mwenyewe. Akamwambia خلاص, wewe na khiari yako. Huko mbali huko Abu Dahdah hakuna mtu yeyote asijua katika Madina mitende ilikuwa mizuri kama Abu Dahdah, na kipande cha ardhi kizuri. Ina mitende karibu 600 nilivyosema riwaya. Aliposikia lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamtapata vile mpaka mtoe mlikuwa navyo vile mnavyopenda. Na akasikia kisa za watoto yatima wanalilia mti ule, na wale bwana mwenye shamba ataki kutoa. Akaambia huyu pepo iko mbali, imani yake haijawa nzuri bado ya kuona faida peponi kwa kutoa mtende mmoja, lakini mimi ndo ninojua faida ya peponi. Akaniambia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaambia shamba langu sinajua Abu Dahdah, naam, maji yako free kwa watu na mitende 600 unayo inajulikana. Na kaambia basi mimi ikiwa nitampa huyu anayekataa huyu kutoa mtende kwa mayatima, kwa mitende yote achukue, nitapata nini? Akaambia la, wewe una pepo kubwa huko, neema kubwa inakusubiri. Akaambia basi yote achukue Abu Lubaba, ampe mtende ule mtoto. Akachukua. Alipoambiwa tu unajua shamba la Abu Dahdah, ambaye anajua kuna mtu asijua. Taibu unataka utauza ile mti mmoja wapi mayatima, wewe uchukue. Naam, dunia analitaka. Tena kachukue. Tena akakataza watoto msile tende chembe moja. Si mitende yetu kuanzia leo. Sile tupeni mlikuwa na mikononi. Subhanallah. Yatima anaheshimiwa kama hivi. Abu Lubaba katika dunia kawanyima yatima, lakini Abu Dahdah kaona umuhimu wa pepo, kauza kabisa. Wewe utauza kiasi gani shamba lako na miti yote? Yeye kauza kabisa, na hakika ndo خلاص kuingia peponi ndo hapo, kutokana na shamba lake Abu Dahdah. Kwa hivyo heshima ya mayatima ni heshima kubwa sana. Kuna kisa maruia kina uzito kidogo cha kisa, ukweli wake uongo wake si muhimu, lakini kisa cha mama mmoja na mayatima wake ameshishi katika nchi sio za Kiarabu. Akaja
akahamia katika nchi za Kiarabu. Kwa zamani watu wanakwenda msafara, kenda mpaka akafika katika mji, watoto wana njaa, hawana pale pa kukaa. Akaenda mmoja katika watu wakubwa masheikh, akaambia mimi nataka ututafutie pahala nikae mimi na watoto wangu mayatima. Lete bayina, lete uthibitisho kama yatima ili tukutafutie pahala ukae kwa. Takuchukua mimi basi, lete uthibitisho. Mimi sina uthibitisho wote. Mimi nimetoka wapi huko? Basi samahani, nenda zako. Na kuna majusi maabudu moto, Zoroaster, naye pia katika watu wakubwa, na lakini roho yake imani. Akaenda kule akamwambia kwa Waislamu wataka kuzama, lete baina. Wale akamwambia mimi natafuta pahala pa kukaa na watoto wangu mayatima, njoo kaa. Kenda kazungumza na watoto wake, mchukueni hiyo, fanyeni kama moja katika aila, kaa. Usiku yule anaoteshwa yule shekhi yule akaambia unaona kasri, akaambia naiona hii kasri yako wewe hii, akamia lakini lete baina ya kuonesha kama wewe muumini unahitaji baina nitaipata wapi? Arabu wewe unajua. Alipoamka kajua kwamba napigwa ile tafuta baina, wewe na mtu akwambia hana chochote. Haya ndio akamtafute sasa, yenda kumtafuta mpaka akaambiwa katika nyumba yule majusi ni kuabudu moto. Gongo bwana, mtoto yatima na mama yao amekuja hapa kwako, ndio wako kwangu, na kuomba mimi unipe mimi kwa thamani yote ile. Kaambia thamani gani utakuwa nayo utakayonipa wewe? Basi umakataa ati baina. Sasa katafute baina yako uniletee. Akaambia mimi kwa sababu nimeona ndoto. Akaambia na mimi nimeona ndoto kama wewe, na mimi naitaka nyumba, mimi nunua mie wewe kakae huko na majuto yako huko, namtaka mie. Akasilimishwa na huyu mama, wakawa Waislamu wote katika kisa kizuri kitamu, lakini manake katika jumla ya kuchangia katika kuonesha ni umuhimu wa mayatima. Wala taqrabu mala al-yatim, usitogelee mali yatima illa billati hiya ahsan, isipokuwa kwa kuwa njia iliyo bora. Na njia iliyo bora ni kukuza mali yao katika biashara dhamana, katika biashara, katika jambo lolote ya kukuza yenye dhamana. Kwa sasa unaweza kusema hata ukiwanulia nyumba, madhapsa nyingi ziko, nyumba italeta kodi, nyumba inabakia value yake, thamani yake kubwa vile vile nyumba mfano, lakini biashara za kwenda kuharibika na kupotea, kula hasara na nini, la. Bila unaweza kuingia biashara kama una hakika wewe uko katika laini ile na uko tayari kuongeza kwa na share ya imani na kuogopa Mwenyezi Mungu, kwamba kwa nini mimi naweza kukuza, nataka kufungua branch sehemu fulani, tawi jingine, na kuendeleza biashara hii kwa sababu biashara imshawiva, bali si neno. Na unapokuja baadaye unawapa nini? Unawapa haki zao. Kwa hivyo hapa kukuza mali ndio pale ndio umuhimu wa kuzichunga, na ile unaipata maana illa billati hiya ahsan. Usisogelee, kama unaisogelea mali ya yatima basi usogelee billati hiya ahsan. Kwa njia gani? Nazichukua pesa hizi dhamana katika moyo wangu, na dhamana kwamba hizi pesa nakusudia Mwenyezi Mungu anisaidie katika kuzikuza, zile baraka ziweze kutoa pesa zaidi, ziweze kutoa nini? Mali zaidi. Na hata inapokuja katika aya tunaposoma sisi aya ya katika surati An-Nisa, anaposema wala tu'tu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama, msiwape masafihi. Sio kama mtu usafihi huyu mjeuri, maneno hajikusema nini, penda kusema tu safihi. Ni yule mtu bado akili zake haziati mambo, bado huwezi kumwamini ukampa pesa asifanye biashara au afanye chochote, bado mko safihi, hata kwa umri wake mkubwa anaonyesha. Wala ta'ti sufaha, wala msiwape wasiokuwa na akili tamam, amwalakum. Mwenyezi Mungu amejalia ni mali zenu nyie, kwa sababu ni dhamana kubwa juu yenu amekupeni Mwenyezi Mungu. Amwalakum allati, mali zenu ambazo ja'ala Allahu lakum qiyama, sio kiama cha kiama, siku kiama amejalia kwa mali yenu hiyo nini, qiyamu yenu, bimaana kuzitazama na kuzilinda na kuzichunga na kuzihifadhi. Halafu kasema warzuquhum fiha, na mwaruzuku, mwatolee watu wataka kula, na wewe masahali yako ndogo
warzuqhum, na mwaruzuku, waksuhum, na mwavishe, mwanulie nguo na kila kitu. Halafu baadaye waqulu lahum qawla ma'rufa, na mwina maneno mazuri. Maana mayatima majumba mengi wanatukanwa na kupigwa na kila jeuri zinafanyika kwa ajili ya yatima, na watoto wao wanabusiwa kila mara, mbusu mtoto huyu mbebe na mtoto yatima maskini anaonewa. Hapa tukitizama katika kauli iliyotumika hapa, warzuquhum fiha, kuna aya nyingine inasema nini? Warzuquhum minhu, min. Kuna tofauti baina warzuquhum minha na fiha. Allah anasema hapa warzuquhum fiha, na hii ina maana kwamba ingelikuwa kauli imetumika hapa warzuquhum minha, kutokana na hii mali yao leo ziko milioni 20, baada ya mwaka ibakia milioni 19, baada ya miaka 3, 4, 5 ibakia milioni 15, ziko 20 zapungua, kwa sababu minha, min, from, kutokana na zile pesa zao. Lakini fiha hapa dalili ya kuonesha kwamba mali yao inabakia vile vile milioni 20, isipokuwa katika kuifanyia bilati ya ahsan, kazikuza katika thamani ziada zilizopatikana na faida katika zile toeni fi hadha al-amwal kullu, lakini sio minha kutokana naye, lakini kutokana na mali pamoja nilizozida ni hata zibakie pesa zao kwa wingi vile vile. Hikma, balagha kubwa wanavyoelezea maulama masala, kwa nini fiha isiwe minha, na ilipokuwa minha imekusudiwa kwamba katika zile pesa zao, katika aya nyingine naitafuta sasa hivi sioni. Kwa hivyo hapa wavalishe katika pesa hizo, na waqulu lahum qawla ma'rufa, na mwambie maneno mazuri sana. Lakini tena baadaye wabtalu al-yatama, wajaribuni, wafanyeni ibtilaa, mitihani na kuwa testi, yani katika kila njia. Je, baadhi wana akili timamu za kuweza kutasarrafu na pesa zao, wakipewa wanaweza kuzitumia kwa njia iliyo sahihi, wameshapevuka kiakili. Wewe anatoka kusema aya 6 katika surati Nisa, ile ya 5 na ya 6, wabtalu al-yatama hatta idha balaghu nikah, wajaribuni mpaka wanapofika umri wa kuoa. Fa in anastum minhum rushda, ukiona kwamba wao ni rushd, wekevu, wanasema mkiona kwamba wana akili zao tamamu za kuweza kutafakari na kuweza kutumia mali zao kwa njia iliyo sahihi, husnu tasarruf, rushd hapa katimiza, sio umri wa kubaligh, bali pamoja na akili imebaligh pia, ya kuweza kutasarrafu, akaweza kutumia pesa kwa njia iliyo sahihi. Kwa sababu leo unampa pesa mtoto, pesa zile kina pup kenda kanua iPhone kubwa ya milioni 3, milioni 2, katumia miezi 4, 5 kaiuza, baada ya milioni 3 mfano kanua, kaiuza 700,000, 800,000, kenda katafuta nyingine mpya imekuja nyuma ile milioni 4. Tazama pesa zinapokwenda. Kwa hivyo mtoto anatumia pesa, ni pesa nazo bwana, nataka nijioneshe mbele za watoto, akili hazijawa bado. Hata ile ndio kauli unaoona kwamba inanastum, mkihisi minhum, kutoka kwa watoto, rushda fadfa'u ilayhim amwalahum, mnapohisi kwamba akili zao zishakuwa tamamu za kuweza kutasarraf, ndivyo wapeni pesa zao, wapeni mali zao, ili wafanye nini? Waendelee na maisha yao. Bihadha naktafi, inshallah tutaendelea kesho. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.